Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, ukijua neno hili ya kuwa utu wenu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Baba, nakushukuru kwa sababu ya andiko. Yesu, wewe ni mwaminifu. Tawala katika upendo mkuu, tawala katika kibali chote. Jina lako litukuzwe. Tunapojifunza Baba, ufahamu, ufunuo ukatiririke Bwana, na ukadumu katikati yetu. Katika jina la Yesu tunaomba na tukiamini. Amen. Tupate kuketi katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Mungu. Teknishani wetu ni kama na sangina anakuwa na mambo mingi. Hebu nitengeneze hii sauti ifunguke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Haleluya. Lakini anakanusha, anasema hasha, sisi tuliyeifia, kwa sawa, sisi tuliyeifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Tulikufa pamoja na Kristo, tunaishi pamoja na Kristo. Tuliifia dhambi kwa njia ya ubatizo. Tuliifia dhambi kwa njia ya ubatizo. Ndiposa kama hujabatizwa kwa jina la Yesu, bado unahitaji kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. So, mstari wa 3, hamfahamu ya kuwa sisi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Aliyeokoka amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Injili ya utauwa ni upuzi kwa wanaoangamia. Injili ya Kristo kwa wale wanaoangamia wanaona ya kwamba ni upuzi. Inaonekana kukosa ladha, lakini ndiyo injili iliyobaki. The generation that we are in ni generation ya kuguza kwa alama. Generation ya kudanganywa ilipita. The generation ya kuambiwa vitu ambavyo havionekani. Generation ya kwamba imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo yasiyoonekana ilipitwa na wakati. Tuko katika generation ambayo ilijua imani ni kuwa na Kristo Yesu ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. When you have Christ, you have everything. Ukiwa na Kristo una yote. Ndiposa hautadumu katika dhambi ukikumbuka ulifia dhambi. Ukikumbuka katika ishara ya ubatizo uliifia dhambi pamoja na Kristo. Kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba sio mimi ninaishi, lakini Kristo ndiye anaishi ndani mwangu. Kwa hivyo sio mimi ninafanya hii, ni Kristo anayefanya. Kwa hivyo Kristo akikutumia wewe katika kipawa, sio wewe unafanya. Wacha mambo ya kujijengea CV mbele ya watu. Watu utaondoka, utawaacha, ama wao wataondoka, watakuacha. Lakini kuna kitu moja ambacho hakiwezi pita. Neno la Kristo haliwezi kupita. Bwana Yesu asifiwe.
Yule mtu wa kitambo alisema mimi na nyumba yangu nitafanya nini? Nitamfuata Bwana, nitamtumikia Bwana. Wakati watu walimwacha, wakati Waisraeli walipingana na yeye, wakati kila mtu alirudi akianza kufanya vitu vyake, wakiwa wanaacha Mungu, akasema mimi na nyumba yangu nitamfuata, nitamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So katika mahubiri na maisha tunayoishi ndani, mahubiri ambayo ni ya vitu, mahubiri ya kukuambia ya kwamba ukuje uguse miguu yangu ukaweze kupata baraka, mahubiri iliyopotoka, haukustahili mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mahubiri ya kwamba usipokutana na mchungaji hauwezi ona muujiza, mahubiri yaliyopotoka. Bwana Yesu asifiwe. Mahubiri ya kwamba sadaka kubwa ndio inaondoa mateso, mahubiri ya kwamba ukitoa fungu kubwa ndio inaondoa mateso. Unaweza toa fungu kubwa na roho yako imeoza, unaweza kuwa mstari wa mbele wa kutoa na roho yako ni chafu, unaenda hell. Kama hauna Kristo ndani mwako, wewe na matoleo yako mnaenda jehanamu kuchomeka. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza uhusiano na Kristo, wacha kudumu katika dhambi. Huwezi kuwa na Kristo ndani mwako na ukaishi na masengenyo. Huwezi kuwa na Kristo ndani mwako na ukakaa na roho chafu. Huwezi kuwa na Kristo ndani mwako na ukawa mlipizaji kisasi. Ati kwa sababu jirani alihanua nguo kwa kamba yako akaweka huko kwingine, ama akarudisha kwa besheni, wakati kamba yake itakatika na manguo zake, unaingia kwa nyumba, unaweka wimbo, unaweka wimbo kwa ufa na unafungulia sauti yote, ombea adui yako aishi siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo zingine zenye mko nazo kwa manyumba si nyimbo za kumsifu Mungu, ni nyimbo tu za kutia machungu majirani wenu. Mzaki kuletea kitenge, amenitendea. Sasa hiyo umeweka muziki kwa nyumba na unakuja kudansi hapa nje, jirani aone, alafu you call yourself a child of God. Hakuna vile unaweza kuwa una dance ndani ya boma ya Ibilisi ukiwa unataka vya Yesu pande hii. Bwana Yesu asifiwe. Roho inatamani vya Mungu, roho inatamani kuwa na wewe mtaua, roho inatamani kufanya mambo mazuri, lakini mwili yote iko ndani hapa kwa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema aje? Ukisoma kwenda chini basi mstari wa 4, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyokufa katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Ukibatizwa unaanza maisha mapya, safari mpya. Maisha yako yanaanza safari mpya. Mwili unaweza kuwa na alama za kitambo za dhambi. Uliiba ukapiwa na mob justice ukawekwa alama kwa kichwa, unaweza baki na hiyo alama, but your soul imeanza safari mpya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mstari wa 5, kwa maana kama mlivyo unganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Haijasema ya kwamba mkiunganika tena atakuja kuanza kufanya upya. Mkiunganika mnaunganika mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuwa wewe mwenyewe unajilaumu katika dhambi uliosamehewa. Ulijikuta katika majeraha uliyojikuta ndani. Kwa hiyo unaishi ukisoroneka. You have not forgiven yourself. Haujajisamehe. Jisamehe tu,
ukue uhuru, maana Mungu mwenyewe amekusamehe. Wewe mwenyewe unajiwekea grudge, unaanza kusononeka mwenyewe, unaanza kusononeka kwa sababu ya mpendo aliyeenda, unaanza kusononeka kwa sababu ya marafiki ambao Mungu alitoa upande wako. Mungu aliondoa marafiki kwa sababu walipokusengenya wewe haukukua, lakini Mungu alikuwa pale, ndiposa amewaondoa. Mungu aliondoa mtu ambaye alikuwa anakuzuia kwa imani uweze kufanya kazi ya Mungu. Mungu akamuondoa kwa sababu anajua yale anapanga kinyume na wewe. Mungu akakuondolea makastoma fulani ambao walikuwa wanakuletea pesa nyingi, lakini sio pesa nzuri. Ni pesa wameenda wakaharibu, wanaleta kwa kazi yako ikufe. Alafu wewe unasononeka, Mungu, kazi yangu imerudi chini, haiendi vizuri. God knows. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeunganika na yeye katika mauti ya Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka mtoto awe na afya njema, unampa chakula bora. Sisi tunampatia bora chakula. Ni chakula bora. A balanced diet. A balanced diet for a Christian is the word of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sikia vile Biblia inasema katika hiyo Warumi 4. Basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo na kujisifia, lakini si mbele za Mungu. Maana maandiko yasemeje? Ibrahimu alimwamini Mungu, akahesabiwa haki kwake kuwa haki, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Bwana Yesu asifiwe. So kwa matendo yale ya kawaida, Ibrahimu alihesabiwa haki. Ilikuwa haki gani? Haki kwake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tumeamini kwa imani, tunahesabiwa haki mbele za Mungu. Do you see the difference? So haki yako ni kama ujira wako. Ukifanya kazi una haki ya kulipwa. Ukiamini una haki mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haki tunaipata Romans 10. Romans 10. Msijali, tunazungukia hapo kwa Warumi. Warumi 10 mstari wake wa 10. Biblia inasema aje? Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Turudi hapo kwa moyo. Ukiamini unapata haki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haki ya imani. Haki ya imani ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Haki ya kuamini ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Romans 3 verse 23 inasema, kwa maana wote wametenda dhambi, lakini wanahesabiwa haki kwa neema iliyo ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haki yako wewe ni uzima wa milele kwa sababu umeamini. Chomoka katikati yao wanaoamini ya kwamba Mungu ni muuaji, Mungu ni mwizi, Mungu ni mkora, Mungu ni wa hasira. Chomoka katikati yao, uambie kwamba Mungu ni wa haki na Mungu ni wa upendo. Anapenda watoto wake. And he has provided for us a platform to believe. Bwana Yesu asifiwe. We believe and get saved. John 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, yeyote amwaminie asipotee. Hakusema wa Kristo
kwa sababu hata kabla ya Kristo kuenenda hakukuwa na Wakristo. Wakristo wamezaliwa baada ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakusema Wakristo waokolewe, hakusema wachungaji waokolewe. Alisema yeyote. Muhindi akiamini anaokolewa, mganga akiamini anaokolewa, mchawi akiamini anaokolewa, mwizi akiamini anaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Yani futi ya kupima wokovu, futi ya kupima maisha haya na maisha yanayokuja ni kuamini ndani ya Kristo. Hiyo ndio kipimo. Ngoja, naomba niwaulize swali. Kazi ya mwenyewe si anaifanya bila anataka? Siku moja mfalme akatumana watu wakuja wakafanya kazi kwa shamba lake asubuhi. Akatumana watu wakaenda wakatafutwa, wakakuja wakafanya, akaona sehemu yenye imebaki ni kubwa. Nenda kitu saa 4 hivi saa 5. Enda tena uangalie hapo kwa barabara wale wako ahidi, waambie kuna kazi kwa kuja wafanye. Akaenda wakaitana watu na wenye walisikia wakakuja, wakaendelea kufanya kazi. Ilipofika saa 8, akatumana tena akasema sehemu yenye imebaki ni kubwa na ninataka iishe leo. Akatumana watu wakakuja na wakaingia, wakajumuika na wale wengine, wakaendelea kufanya kazi. Wakati ilifika jioni kitu saa 10 na akasema hii sehemu naona ni kama inabakia. Enda tena uite wengine wakuje ili wakaweza kumaliza haka kitu. Wakati walitumana masaa ya jioni kufika, akachukua mkoba wake akaanza kuwalipa mshahara. Bwana Yesu asifiwe. So alianza kuwalipa mshahara na wale waliingia jioni akawalipa tu, akawalipa. Kama kwa mfano alikuwa analipa 1,000, kama analipa kila mtu 1,000. So wale ambao waliingia asubuhi wakalalamika, wakasema, "Boss, sisi tuliingia asubuhi, tukaanza kulima. Tumelima kutoka asubuhi mpaka saa hii jioni. Tazama hawa wamekuja kama dakika 30 hapa nyuma. Wamekuja saa hii tu. Na walipa tu the na sisi." Aliwajibu aje? Bwana Yesu asifiwe. Naitoa kama mfano. Pesa ni yangu, shamba ni yangu. Na wakati nilikuita, sikukwambia ya kwamba huyu nitamlipa hivi, wewe nitakulipa hivi. Si kwa sababu kazi umenifanyia. Nimekulipa ujira wako. Ile ambayo tulikubaliana. Nikiamua nilipe hawa wengine hivyo, si pesa ni yangu tu. Kwa hivyo mimi ninalipa vile ninapenda. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umekuja saa ngapi, ujira una mwenye wa kulipa. Yeye analipa jinsi anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye amekuja jioni na mwenye amekuja asubuhi, akiamua alipe the same, yeye ndiye anataka hivyo. Yeye hahesabu hasara kama vile mwanadamu anahesabu hasara. Wale wenye biashara sasa, unajua sana ndio watu ni wengi kwa mtaa. Wanahesabu hasara. Haleluya. Sijali hata mimi ni mwana biashara, nimefuga yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna hasara ambayo hatuwezi pata, hasara ya wokovu. Let me tell you. Salvation is not for making money. But if you are saved, Mungu anakufanya unakuwa mwerevu kiasi ya kwamba making money becomes easy. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kanisani hatujakuja tujifunze kutengeneza pesa. Kanisani hatujakuja ndio sijui nini ifanyike hadi utajirike. Lakini wewe ukiokoka na ukimwamini Mungu, ulimwengu unakuwa urahisi wewe kupenya kuliko kama vile haujaamini. Kwa sababu principle za prosperity zinakuwa muzzled ndani mwako. Unakuwa na hiyo neema. Baada neema ni kitu ambacho umepokea chenye hauko qualified, ni kitu ambacho iko beyond human understanding. That is grace. Na umetunukiwa bure bila kuqualify. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiokoka, kuna neema ambayo unapokea
inakurahisishia mambo fulani, inakupatia wisdom. Maana ambapo ungefika pale na uropokwe, unasaidika. You hold your horse. Bwana Yesu asifiwe. Maana ambapo ungefika, ushawaisikia, umeshawaivaa nguo fulani, unaenda mahali na ukafika njiani ukajiangalia, ukarudi kwa nyumba ukabadilisha. Na sasa nguo imeraruka ama ni mbaya, lakini umefika na ukabadilisha. Unaongozwa. Hapana, mahali unaenda vaa hivi. Mahali unaenda usigare sana, uende tukasho. Mahali unaenda vaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yule msaidizi anakusaidia. Anaona ya kwamba yule unaenda kukutana na yeye kasumba gonayo kwa akili yake. Anajua mtu mwenye anaweza na hiyo kazi anafaa wa mengara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mwingine unapata huyu ukienda mengara. Siku moja nilienda Mjengo na nimetoka kutafuta kibarua. Kwa hivyo si ati ukienda kutafuta kibarua kwa hizo ofisi, si ndio unavaa vizuri. Na nimezunguka nimekosa. Sasa nikaenda hapa Tasia tu. Nikapita nikaona mahali wanataka kuanza foundation Mjengo. So nikaenda nikawaambia, "Mnipe tu kazi." Sasa wewe utafanya kazi gani? Kwa nini nakaa mlegevu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasikia wananongana sana, wewe chunga sana, unaweza kuwa huyo ni kanjo. Kuna sura zingine mbaya, usijaribu kuwa na sura kama yangu. Unaweza ikakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Sio nilinyimwa kazi na mwenye alikuja akapewa kazi ya kuchota maji. Wewe unaweza shindwa kuchota maji kutoka kwa shimo umwage na huko nje, watu waenda wajenge. Hata kama hujui kazi ya mjengo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikakuja kurealize okay, kuna vile unaweza paa na ukanyimwa kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaongozwa. Wakati unaongozwa na Roho. Biblia inasema aje? Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, wacha kulalamika. Romans 8. Nataka nimalizie hapa. Hiyo tutasoma kwa muda kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye maisha yako ilikuwa mbaya, I have good news for you. If you have Christ in you, there is no condemnation. Wewe ambaye ulikuwa kahaba, I have good news for you. Ukimpokea Yesu, ukiamini na umpokee Yesu, hakuna lawama juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye umehangaika na maisha na umefika kabisa, unaona ya kwamba ukienda kanisani, kanisa ni ya watu wameokoka. The church is like a hospital. Watu wako pale, others are responding to treatment. Wengine hata hawasikii dawa, lakini wako tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hawasikii dawa, wako tu bado hapo. Wengine bado wanafanywa research jinsi ambayo watapona. Lakini ujue ya kwamba research ni neno la Kristo. Injili ya Kristo ndiye inafanya research kamili. Injili ya Kristo ndiye inaponya moyo. Injili ya Kristo ndiye inaponya kila kitu, inaondoa mapepo, malaana zinakwisha. Hallelujah. Do you know, if somebody is possessed, definitely hajaokoka. Ukimwombea na amini Kristo na aokoke, 50% ya kazi yake imeisha. Kwa sababu akiokoka, Kristo anaingia ndani. Na Kristo akiingia ndani, mapepo husikana ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine ukimhubiria na akubali na aokoke, hata anguka, mashetani itoke. Mashetani inatokanga akiwa ameketi tu hapo, kwa sababu ameamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa basi, Romans chapter 8 verse 1.
Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, bali na sheria ya dhambi na mauti. Yaani katika koti ya mbinguni na duniani, wakisoma wanatumia nini? Constitution ama nini ile? Hiyo vitabu yao ya judgment. Sheria ya mauti na uzima nimewekwa huru. I am set free. Ni nini inaweza ikaliweka kwa jela kama koti yenyewe imeliweka huru? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wewe umepatiwa freedom na koti, unakuwa free. Hauwezi ukashikwa tena kurudishwa jela. Lakini koti ikisema ya kwamba you are guilty, you are condemned, then unafungwa na unafungwa kabisa. Kwa hivyo wewe ambaye unajilaani na unajikondemn mwenyewe ya kwamba mimi ni mtenda dhambi, Bwana nimekuja mbele zako, mimi ni mtenda dhambi, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. You are condemning yourself. You are condemning yourself. Bwana anakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Wewe ndio mwenye dhambi. Nani mwenye huyu mtoto? Kaa tu. Nani mwenye huyu mtoto? Si wewe? Wewe ndio mwenyewe. Na umeenda mbele za Bwana kumwambia mimi ni mwenye dhambi. Wewe ndio baba ya dhambi ama mama ya dhambi ama ndugu, owner of sins. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio mwenye dhambi. Ukisikia dhambi inapita, mwenyewe kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo unaenda mbele za Bwana kumwambia mimi ni mwenye dhambi. Okay, wewe ni mwenye dhambi. Na ukai. Bwana Yesu asifiwe. Imagine kama Mungu angekuwa mwanadamu, kuna vitu zingine angekuuliza maswali mpaka usikie kweli. Haleluya. Yaani mtu amekuja kwako, ndugu David, mtu amekuja kwako na umemwambia feel free, ukihisi njaa fridge iko pale, wewe jisort, kitchen ndio hiyo, na ukihisi vingine bathroom iko pale. Bwana Yesu asifiwe. Washroom ziko huku, kitchen iko pande hii. Unajua uwezi ambia mtu kitchen iko pande hii na unamwonyesha washroom, kwa sababu baada ya kitchen kuna washroom, sio? Na baada ya hii kazi zote mbili kuna rest bedroom. Bwana Yesu asifiwe. Na akichoka na vyote vitatu kuna sitting room, aende kwa TV, sio? Bwana Yesu asifiwe. So wakati unamuonyesha, unaanza na kitchen, washroom, bedroom, alafu sitting. Alafu huyu mtu anakaa saa 6, saa 7, saa 8. Mimi naisi njaa, naona hapa kwa friji kuna juice. Naweza kunywa? Mtampiga kofi kwa simu, sio? Mtu sisi nilimwambia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio karakta yenu. Wengi wenu hapa. The life we have been given free of charge. Asubuhi nilifundisha nikasema aje, msamaha ni kipawa kutoka kwa Mungu. Msamaha ni kipawa kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Sisi wanadamu, mnajua hii kitu, mlikosana na mtu. Wakati mlikosana na yeye hamkusalimiana kwa mwezi 1, 2, 3. Na baada ya kukutana na mkureconcile, bado kale kitu kutosalimiana kalibaki. Wewe bado uendi kumsalimia kwa sababu gani? Hata kama mlisalimiana, bado ile majeraha, kale kasumba kakutosalimiana kalifanya nini? Kalibaki. The same way, ukiokoka na uambiwa umesamehewa, bado kale kasumba ya kwamba na mimi nilikuwa hatari. Bado ile hatari inabaki. It is only God who can forgive you and forget. Man forgives but does not forget. The devil does not forgive and does not forget.
Hata sijui kwa nini naongea shetani ndani ya maneno yetu ni ya Mungu na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwanadamu anasamehe lakini asahau. Na hiyo kutokusahau ndio inaleta shida. Nimemsamehe tu lakini siwezi sahau. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna hukumu ya adhabu kwa walio ndani ya Kristo, kwa sababu sheria ya neema ya Kristo imeniweka huru. Sheria ya msalaba imeniweka huru. Hakuna hukumu. Nilikuwa mwizi ndio, nilikuwa si ati niko. Mimi ni kiumbe kipya. Nilikuwa msherati ndio. So sai niko huru. Bwana Yesu asifiwe. There is something better to brag about, being in Christ. Hallelujah. Ni unajua nafundisha na ujasiri kwa sababu ya ile kitu nimejua. Bwana Yesu asifiwe. Tulifanyishwa maneno. Kuna siku ambayo tulikuwa tunapelekwa ubatizo. Wacha niwaambie hii story and I'm so sorry. Tulikuwa tunapelekwa ubatizo na tulifanya kesha siku. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo wakati nilikuwa ninajua kulingana na ile udhaifu wangu wa ile imani tulikuwa nao. Tulikuwa tunajua kwamba ukipiga namna hii hata Mungu anakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio kitu ambayo tulifundishwa. So kuna mwanaume mmoja alikuwa ni mzito, lakini jina lake alikuwa anaitwa Kizito. Wale watu hapa huko mnamjua. Alafu hii kaa hapa mbele, kumbe ndio watu wanatorokanga hapa mbele wanaenda pale nyuma. Huyu mwanaume alikuwa anashika mkono, anatuambia tunaenda marathon. Kutubu. Yesu asifiwe. Tulitubu kuanzia saa 5 ya usiku mpaka saa 9 ya asubuhi. Ushawahi tubu? Ulikuwa unatubu miguu ikiwa straight namna hii, unatubu mpaka unajaribu kushika balance kwa sababu miguu imechoka, kuna mpaka muscle pull. Yaani umetubu, umeenda mpaka na mtu akusamehe. Akiona sasa umelemea kabisa anachukua mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani baada ya sisi kubatizwa, hiyo weekend ilifuata alipatikana na mwanamke hapa Moshi. Sinaongea na microphone na niko live. Kwani si ni kweli? Kanisa ilivunjika kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizo vitu tunafanyisha mwili wa Kolosai 2. Tuangalie kitabu cha mwisho. Kuna mambo unaweza yafanyisha kwa akili, unaona iko sawa kwa sababu ya kufanya mwili kutii, lakini hiyo mambo yote ni bure. Hakuna kitu inasaidia. Unaweza tubu hivyo kama roho yako itakubali, hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasemanga ukitubu kwa kugonga mguu ni kitu inakumotivate ukaombe sana. Ukitubu kwa kupiga makofi ni kitu inakumotivate uombe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tubu, unaweza lala chini, unaweza piga magoti, unaweza fanya chochote, lakini hizo vitu zote zinakusaidia wewe kuendelea kuomba, zinakumotivate. Bwana Yesu asifiwe. Si dhambi, si makosa. Lakini hii yote saa hii ni kitu kisema tutubu mpaka jioni. Kama wewe ni msherati, ukitoka hapa unaingia tu kwa bafu na change, unavaa spaghetti. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wengine saa hii tunaelekea Indomie. Unafaa Indomie? Haleluya. Wako na saa 2. Dunia ni hatari. Haleluya. Yaani unatutubisha alafu wewe unakupatikana kaliandusi. Wakolosai 2 mstari wa 22. Ama tuanzie mstari wa 20. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali
ya ulimwengu. Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Amri ya kwamba kutubu lazima upige magoti, hiyo ni amri. Ya kwamba kutubu lazima ufunge macho. Nani, kuna mahali Biblia imeandika ukiomba ufunge macho? Tunafunga kwa sababu hatutaki kuona ni nini mwingine anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiniangalia namna hii na nione mliangalia sana, naweza kufanya maombi na utoke kwa maombi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 22, mambo hayo yote uharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni msharati, ukikuja hapa nikurudishe mpaka asubuhi. Ukitoka hapa unaenda tu kuingia kwa usharati. But ukikuja na ukae chini na nikufundishe neno la Kristo na nikuingie vizuri katika maisha yako, lenyewe litaanza kuleta effect ndani ya maisha yako. Utaanza kuona uchafu ulio katika kazi unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni nzuri kwa kila mtu, lakini tufanye kitu ambacho wewe mwenyewe unaona kinafaa. Haleluya. Turudi katika hiyo Romans 8 tumalize katika jina la Yesu Kristo. Tulikuwa tumefika 8 mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waufuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Haleluya. Mstari wa 6. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo mambo ambayo unafanya kwa ajili ya sheria ya kuitiisha mwili, ingine ni machukizo kwa Mungu, kwa sababu unadaivati imani ya mtu kuamini Kristo. Anaamini kwa vitu ambavyo anaweza fanya kwa nguvu yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiamini Kristo bila kufanya chochote, unampendeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana katika ibada hii. Nasikia tu kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaamini ya kwamba ndani ya Kristo kuna baraka, unabarikiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukiwa Mungu wa baraka zote, tuna uwezo wa kuzipokea, maana tuko ndani mwake katika jina la Yesu. Haleluya. Tusimame sisi wote in the mighty name of Jesus. Haleluya. Tusimame tuone mbele za Bwana kila mmoja. Father, we thank you, we bless you, we glorify your name, Almighty God, in the mighty name of Jesus.